Ni jambo jema sana tunapoanza kipindi cha kawaida cha mwaka wa liturujia wa kanisa, ya kwamba baada ya hiyo safari ya Pasaka iliyokamilika jana kwa sikukuu ya Pentekoste, tuweze kutafakari, tuweze kumsherehekea Bikira Maria kama mama wa kanisa, kama mama wa waumini wote, kama mama wa wale ambao wanampenda mwanaye wa kipekee Bwana wetu Yesu Kristo. Maria mama wa Yesu ndiye mtu ambaye katika masimulizi ya Injili ameonekana akiwa katika maisha ya Yesu kwa hali zote, kwa nyakati zote, haswa kwa vipindi vya muhimu sana katika maisha ya Yesu. Malaika Gabrieli anapotoa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, Maria ndiye aliyepokea ujumbe huo. Yesu anapozaliwa, kuzaliwa kwake, Maria ndiye aliyemzaa. Na maisha yake ya utotoni, kadiri ya maandiko tunapata ya kwamba Maria na Yosefu walikuwa wakimlea na wakimtunza, na pia wakimsaidia katika hali ya kibinadamu kuzingatia maadili na imani yao ya Kiyahudi. Na hata Yesu anapoanza rasmi kazi yake ya kitume, tunaona kwamba Maria yupo, na ishara ya kwanza ama muujiza wa kwanza aliyofanya Yesu ni kwa sababu ya maombi ya Maria. Bikira Maria yupo naye hata kwenye mateso yake. Na leo somo la kwanza tunamsikia kwamba hata pale miguuni pa msalaba yupo Bikira Maria. Na kwa sababu hiyo, hata baada ya kufufuka kwa Yesu, pia tunasikia kwenye somo la kwanza kwamba Maria alikuwa na mitume katika sala ili kusubiri, kungojea ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nyakati za muhimu sana za maisha ya Yesu, Maria yupo pamoja naye. Na sio Yesu peke yake, na hata wafuasi na waamini. Katika somo la Injili tuliyopokea siku ya leo, Yesu anamtoa Maria kuwa mama ya waamini. Anamtoa Maria kuwa mama wa yule mfuasi aliyempenda. Na katika somo hili mtume huyo hajatajwa jina, isipokuwa tunajua ya kwamba yule mtume aliyependwa na Yesu zaidi ya wote alikuwa Yohana. Kwa hivyo kutomtaja jina ni makusudi kwamba yeye anatusimamia hata sisi, wale ambao tunamjua, tunampenda na tunamtumikia, sisi pia ni wapendwa. Kwa hivyo Yohane ama huyu mfuasi ametuwakilisha, na tunaweza kuweka majina yetu hata pale, ya kwamba Yesu alimpa kila mmoja wetu Maria aweze kuwa mama yetu. Na Bikira Maria kwa hakika ni mama yetu sisi sote. Yesu anatualika katika hiyo familia takatifu. Yesu anatualika katika familia ya kimungu, familia ya kiroho, anaposema ya kwamba baba yake ni baba yetu, anaposema ya kwamba mama yake Bikira Maria ni mama yetu. Kwa hivyo katika mguu wa msalaba pale tunaona Yesu akimfanya Maria kuwa mama ya kanisa kweli. Katika somo la kwanza vile vile tunamuona Maria akitekeleza majukumu yake ya kimama,
akiwa mama shupavu, mama ambaye hawezi kutelekeza familia hata katika hali ngumu. Wafuasi wanapitia hali ngumu sana, mateso, uoga, hofu, lakini Maria yupo pamoja nao, wakisali, wakisubiria kwa hamu ujio wa Roho Mtakatifu. Hivyo mama ambaye anasimama na familia kila wakati. Mara nyingine tunaona familia zetu zikipata misukosuko, changamoto za hapa na pale, mara nyingine tunatelekeza, tunakimbia. Lakini Bikira Maria ni mfano wa yule mama hodari, yule mama ambaye yupo pamoja na watoto wake, na yule anayesafiri na watoto wake akiwahimiza katika sala na kutafakari nafasi ya mama katika maisha, nafasi ya Bikira Maria katika maisha yetu. Unaweza kutoa ushuhuda kidogo tu iliyonipata wiki moja iliyopita, kwamba kuna cousin wangu mmoja alinipigia simu akiniomba msaada fulani, na mimi nikamwambia siwezi kwa sasa kutimiza kile unachoniomba. Hivyo sijui huyu cousin aliweza kupata wapi hekima, akaenda kwa mama yangu, akamuelezea mama hali yake, mahitaji yake. Sasa baada ya muda kidogo mama ananipigia simu, Jadolo, udhinade Kisumu kono, kunijulia hali. Tunaendelea vizuri, Mungu anasaidia, tunaendelea na utume na tunamshukuru Mungu. Alafu maneno mawili matatu hapa na pale, na akaniambia fulani amekupigia simu. Sasa huyo cousin, nikamwambia ndiyo, alinipigia simu, tukaongea. Nikamwambia kwamba ombi lake siwezi kutimiza, na tukamalizia hapo. Sasa mama akaanza kutumia ile lugha yake, ile lugha inayoeleweka. Hatimaye huyo cousin aliweza kupata kile alichokuwa anataka. Mungu ni mwema, nani kama mama? Kwa hivyo Bikira Maria ni pia mama yetu ambaye anatuombea katika kila hali, katika kila mahitaji. Kwa hivyo Bikira Maria ndiye zawadi pia, mojawapo ya zawadi kubwa sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituwachia. Yeye ambaye yupo pamoja nasi siku kwa siku, akituombea na akisali pamoja na sisi. Tumuombe Mwenyezi Mungu na tuweze kupokea zawadi hii ya Bikira Maria kama mama wa kanisa, kama mama ya waumini, na kama mama ya wale wote wanaompenda Yesu. Tumpokee Bikira Maria kama mama yetu, na pia tuwaombee kina mama, ili kwa mfano huu na kwa uaminifu huu wa Bikira Maria waweze pia kutimiza wito wao wa kimama. Tuliombee kanisa ambaye pia ni mama yetu kwa mfano wa Bikira Maria, ili uaminifu, upendo wa Mungu na utume wa Kristo, ujumbe wake uweze kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo.